Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Juni 29. Na mada ya leo yasema, kama Kristo angekuja leo. Tuombe. Baba yetu mtakatifu uketie mahali pa siri juu mbinguni, tunasema asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako kwa unyenyekevu, tukihitaji kujifunza miguuni pako, tukihitaji kupata pumziko, tukihitaji kupata msamaha wa dhambi, tukihitaji kupata utakaso na tukihitaji uongozi wako katika maisha yetu. Watoto wako hawa kwa unyenyekevu mwingi tunatubu dhambi zetu. Nasi tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze, akatufundishe maneno haya tujifunzayo asubuhi ya leo, na kwamba tukachague kusimama upande wako. Asante kwa sababu umesikia kuomba kwetu. Asante kwa sababu utatembea nasi. Ongoza hatua zetu sasa na hata milele, katika jina la Yesu, amina. Kama Kristo angekuja leo. Hii ni mada ambayo imejengeka katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura 21 aya ya 36. Neno la Mungu linasema, basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za Mwana wa Adamu. Yesu anatuamuru tukeshe ili tuweze kuhesabiwa kustahili kukwepa mambo yanayoujia ulimwengu. Ni muhimu sana kwamba tuzingatie agizo hili. Adui wa haki yote yu njiani mwetu, akitafuta kutuongoza kumsahau Mungu. Tunapaswa kujawa na furaha katika fikra ya ujio wa Yesu hivi karibuni. Kwa wale wanaopenda ujio wake, atawajia wasio na dhambi kwa ajili ya wokovu. Lakini kama akili zetu zimejawa na fikra za mambo ya kidunia, hatuwezi kutarajia kwa furaha ujio wake. Kama ningejua kuwa Kristo anakuja miaka michache ijayo, mtu mmoja anasema, ningeishi kwa namna tofauti sana. Lakini kama tunaamini kwamba atakuja hatimaye, tunapaswa kuishi kwa uaminifu kana kwamba tunajua kuwa angekuja miaka michache ijayo. Hatuwezi kuona mwisho toka mwanzo, lakini Kristo ametoa msamaha kamilifu kwa ajili ya kila siku katika mwaka. Leo ndiyo siku tunayopaswa kuizingatia. Tunalazimika leo kuwa waaminifu kwa imani yetu. Tunalazimika kumpenda Mungu kwa moyo wote na jirani zetu kama tunavyojipenda leo. Ni leo ndiyo tunapaswa kuyapinga majaribu ya Shetani na kupata ushindi kwa njia ya neema ya Yesu. Hivyo ndivyo tutakavyokesha na kungojea ujio wa Yesu. Kila siku tunapaswa kuishi kana kwamba tunajua kuwa leo hii ingekuwa siku yetu ya mwisho duniani. Ikiwa tungekuwa tunajua kuwa Kristo angekuja kesho, je, tusingeshehenisha aina zote za maneno mema, matendo yote yasiyo ya ubinafsi tuwezayo kuyafanya leo? Tunapaswa kuwa wavumilivu na wapole, wenye bidii sana, tukifanya yote kwa uwezo wetu kuongoa roho kwa ajili ya Kristo. Ninawasihi sana mgeuze fikra zenu kutoka kwenye mambo ya ulimwengu na kuyaelekeza kwenye mambo ya umilele. Kristo ameweka uzima wa milele katika uwezo wenu kufikia, naye ameahidi kuwapatia msaada katika kila wakati wa uhitaji. Kamwe hatupaswi kuketi tukiwa tumeridhishwa na mafanikio ya sasa. Ikiwa tutakaza akili na moyo katika kazi ya kufikia ubora wa Mungu kwa ajili yetu, ikiwa tutamwendea Kristo, msaidizi mwenye nguvu kwa ajili ya msaada, atatupatia msaada ule tunaohitaji.
Ataweka juu yetu nguvu ile ile ambayo ingetuwezesha kuwa washindi kwenye mapambano dhidi ya uovu. Hii ni Juni 29, mada ikisema kama Kristo angekuja leo. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo, na tunaelekea mwisho kabisa wa kitabu hiki cha Baba Yetu Anajali sehemu ya kwanza mwaka huu. Nikualike ndugu yangu mpendwa, jipatie nakala yako ya Baba Yetu Anajali sehemu ya pili. Nakala hizo zinapatikana sasa katika maduka yote ya Adventist Book Centers, na waweza kuagiza moja kwa moja kutoka Ufunuo Publishing House. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema. Tena Yesu nina furaha, anitumapo Yesu ndio raha, asipokuwapo hapa nifai, akiwapo Yesu mimi sitishwi. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.